Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Kuna malumbano makali yanaendelea hivi sasa kati ya viongozi wa Australia na viongozi wa Israeli katika malumbano ya moja kwa moja ya wazi. Kila mmoja anataka kumshutumu mwenzake na mwingine anajibu. Nimeona aliyekuwahi kuwa waziri mkuu wa Australia akimjibu Netanyahu, anamwambia kuwa ninakuomba usiingilie siasa yetu, achana nayo. Huwezi kutupangia nini cha kufanya. Australia ni nchi yenye viongozi, ni nchi yenye sheria na ni nchi yenye watu wenye akili. Wewe huwezi kutulazimisha kuwa kile unachokiona wewe ndio kiingie kwenye nchi yetu. Nadhani Netanyahu alijisahau kwa sababu ya tabia yake ambayo huwa anaipangia Marekani cha kufanya. Huwa analazimisha baadhi ya vitu vifanyike Marekani na vinafanyika, kwa sababu Marekani full ni lobbying ya AIPAC. Kwa hiyo viongozi wengi waliopo Marekani wanaendeshwa kutokea Tel Aviv. Sasa nadhani Netanyahu akajisahau kuwa huku sio Marekani ambako anaweza akawapangia nini cha kufanya. Yani anavyozungumza kuwa nilimuonya waziri mkuu kuanzia mwezi Septemba. Unamuonya ukiwa nani? Waziri mkuu mwenye taifa kubwa lenye nguvu, lenye kila kitu kukuzidi wewe. Sasa unamuonya wewe kama nani? Yani alijisahau, akajua kabisa hii ni kama Marekani vile huwa ananyoosha vidole tu kuwa kiongozi fulani hafai na chuo fulani kinachochea, halafu unaona serikali ya Marekani inachukua hatua. Sasa malumbano yamekuwa ni makali na Canberra imesimamia kwenye sehemu yake kuwa wao wanachokiamini ni hicho na wamesimama kwenye njia ambayo wanaiamini. Niliona taarifa moja hivi ikabidi ni cheke tu hiyo taarifa nilivyoiona. Ngoja nikwambie. Taarifa yenyewe ngoja nikusomee, iliandikwa kwenye vyombo vya habari kadhaa. Inasema hivi: Rais wa Marekani ameweka kizuizi cha mafuta nchini, yani full embargo ile, yani amezuia sasa meli haziingina kutoka zote pale Venezuela, akieleza kuwa meli kubwa ya majini ya Marekani ambayo ilikuwa kule Caribbean itaongoza operation dhidi ya wanaodaiwa kuwa magaidi wa dawa za kulevya hadi kuzuia meli za mafuta zilizoidhinishwa kuingia na kutoka nchini humo. Trump alitangaza hatua hiyo katika chapisho la ukweli wa jamii Jumanne, akieleza kama kizuizi kamili cha meli zote za mafuta zilizoidhinishwa zinazoingia na kutoka Venezuela. Venezuela imezungukwa kabisa na silaha kubwa zaidi kuwahi kukusanywa katika historia ya Amerika ya Kusini. Itakuwa kubwa zaidi na mshtuko kwao utakuwa kama kitu ambacho hawajawahi kuona hapo awali, hadi wakati watakaporudisha Marekani mafuta yote, ardhi na mali nyingine ambazo waliziiba kutoka kwetu hapo awali, Trump aliongeza. Ndege ya kijeshi ya Marekani ilikaribia kugongana na ndege ya abiria kwenye anga ya Venezuela. Tangazo hilo linafuatia kukamatwa kwa meli kubwa ya mafuta hivi karibuni ya Marekani katika pwani ya Venezuela, hatua adimu ya kijeshi dhidi ya usafirishaji wa mafuta ya Venezuela. Trump pia aliitaja serikali ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro kuwa shirika la kigaidi la kigeni, akidai kwamba faida yake ya mafuta inachochea mitandao ya uhalifu na kudhoofisha usalama wa kikanda. Washington haitaruhusu utawala wa maadui kuchukua mafuta, ardhi, mali nyingine yoyote ambayo lazima yarudishwe Marekani. Hatua hiyo inakuja huku kukiwa na ongezeko la vurugu kwenye maji ya Venezuela karibu na Caribbean, na vitisho vya Trump vinazidi kuongezeka na mashambulizi ambayo yanafanywa dhidi ya kile ambacho Marekani wanasema magaidi wa dawa za kulevya. Wanadaiwa kuwa wahalifu wa dawa za kulevya katika ardhi ya Venezuela. Tangu Septemba, jeshi la Marekani limewaua zaidi ya watu 80 katika mashambulizi dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa za kundi la kigaidi ambazo Trump alidai zilikuwa zikitumiwa na serikali ya Venezuela kujaza Amerika dawa za kulevya.
Narudia kuisoma hii hapa. Trump aliyosema Venezuela imezungukwa kabisa na silaha kubwa zaidi kuwahi kukusanywa katika historia ya Amerika ya Kusini. Itakuwa kubwa zaidi na mshtuko kwao utakuwa kama kitu ambacho hawajawahi kuona hapo awali. Hadi watakaporudisha Marekani mafuta yote, ardhi na mali nyingine ambazo waliziiba kutoka kwetu hapo awali. Marekani kaenda kudai mali zake zilizoibiwa walizozichukua. Mmeelewa? Huwa nawaambia Trump sio mwanasiasa. Alafu huwa hajui kucheza kama wenzake wanavyocheza. Ndio maana kauli zake hugeuka na kubadilika. Tulichoaminishwa katika kipindi chote cha kuizingira Venezuela kuanzia mwezi Septemba, kutuma vikosi vya kuizingira na kuweka, kitu pekee tulichokuwa tumeaminishwa ni kuwa Venezuela inafadhili magenge yanayosambaza dawa za kulevya Marekani. Kiuhalisia, wanaoishi Marekani wananielewa. Hakuna nchi imeathirika na madawa ya kulevya kama Marekani duniani. Moja ya nchi yenye athari kubwa sana ya dawa za kulevya ni Marekani. Sana, kwa kiwango cha hali ya juu sana. Lakini kuihusisha Venezuela kwenye hii kadhia ambayo Marekani ndani wameshindwa kuitatua, kuvuka mipaka kwenda mbali kabisa kwa Venezuela katika madai ya madawa ya kulevya, na sasa yanageuka kuwa Venezuela wameiba mafuta ya Marekani. Sio Marekani anaenda kutaka kuchukua mafuta ya Venezuela. Kwa hiyo kilicho wazi kwa Trump kimeanza kudhihirika kuwa Trump anachokifuata Venezuela ni kitu gani. Kaisha sema mafuta ardhi ndicho kinachompeleka Venezuela. Niliwahi kuambia kuwa ukichukua hizi nchi za Latin America au nchi za Amerika ya Kusini ambazo ndio unaweza kusema kuwa katika dunia ni sehemu ambayo sana ina problem ya madawa kulevya, ndio sehemu ambayo kuna magenge makubwa ya dawa za kulevya. Kina El Chapo wote wanatoka huko ndio kwenye magereza makubwa. Ukiangalia kule Nayib Bukele kule Honduras na nchi zingine wametengeneza kuna magereza ya hatari. Yani wafanya biashara wa dawa ya kulevya wanamiliki karibu jeshi zima. Yani mtu hawezi kuanza kuuza dawa za kulevya kule akawa kama sijui wa huku kwetu anajificha, unatafuta mapusha wawili watatu ambao wenyewe hawana lolote, mnakuwa mnajificha. Wao wakisha anza kuwa drug dealer ni wanafanya biashara official. Biashara inajulikana kabisa, mtaa fulani ni wauzaji wa dawa na wanaongozwa na fulani. Ili umfikie fulani hauwezi kwenda kutuma tu eti polisi kamkamate yule. Inabidi upeleke jeshi mkapambane kweli kweli kwa silaha, kwa sababu wana uwezo wa kuuza dawa za kulevya, wana uwezo wa kumiliki silaha na kununua silaha. Kwa hiyo wanakuwa na ulinzi wa hali ya juu kulindana. Sasa Marekani ni eneo ambalo limeathirika sana. Lakini unapokuja kuihusisha kuwa Venezuela ndio inaochangia kupeleka madawa ya kulevya zaidi Marekani, inakuwa wrong. Kuna nchi ambazo Venezuela ukiweka hata kwenye nafasi ya 5 katika nchi zinazosambaza zaidi dawa za kulevya bado haipo. Lakini Marekani hajagusa Colombia, hajagusa Honduras, hajagusa sijui nchi ambazo zinatajwa kuwa ndio nchi ambazo zina biashara kubwa zaidi ya dawa kulevya. Hata jirani yake Mexico ambaye ndio anafanya biashara kubwa zaidi, yani wauzaji wa madawa kulevya wengi zaidi wako Mexico kuzidi Venezuela. Lakini Marekani hajagusa pale kwa sababu lengo hasa la kwenda Venezuela sio hicho kinachozungumzwa. Sasa kaanza kutapika, anasema yani sasa kaanza kutoa kile ambacho kinapaswa kuwa, yani kile ambacho anakifata ndio ameanza kukisema kuwa mafuta. Anasema Venezuela imechukua mali ya Amerika, kwa hiyo anataka irejeshwe. Mnakumbuka wiki jana Marekani iliteka meli moja kubwa kwenye pwani ya Venezuela. Meli ambayo ikakonektiwa doti, ikahusishwa kuwa hii meli ilikuwa na connection na Hizbullah na Irani. Ni meli ambayo iliwekewa vikwazo muda mrefu, maana yake kuwa ilikuwa ikifanya biashara halafu Irani anafaidika kupitia ile biashara, kwa sababu Irani ana uhusiano wa karibu na Venezuela. Unajua hizi nchi zinavyoendeshwa wanajua wenyewe. Wakati ulimwengu ulimwekea vikwazo vikali Urusi, mafuta, gesi na kila kitu. Urusi ni nchi ambayo ina reserve hazina kubwa ya gesi, mafuta na vitu kama hivyo. Lakini Irani ni moja ya nchi pia iko vile. Angalia Urusi akili aliyoifanya. Kampuni kubwa ya Gazprom ya Urusi imewekeza Kazakhstan na Kyrgyzstan, nchi ambazo pia ni wazalishaji wazuri. Mfano Kazakhstan wanazalisha gesi mno.
Kazakhstan, moja ya nchi ambayo ilikuwa kwenye USSR, ambayo moja nchi ina uhusiano mzuri na Urusi. Kwa hiyo Gazprom wakaenda kufanya uwekezaji mkubwa Kazakhstan, ambapo Kazakhstan still wanauza mafuta na gesi Ulaya. Katika uchimbaji, makampuni makubwa yanayochimba gesi na mafuta ya Kazakhstani ni makampuni ya Urusi, ikiwemo Gazprom. Kwa hiyo unaposema kuwa tunaenda kumwekea vikwazo Urusi ili apunguze uwezo wake, sijui unamwekea wapi, labda kazipige pini na nchi zote. Lakini hapo hapo Urusi walikwenda kufanya mkataba ambao ulikuwa umefika karibu more than $10 billion na Iran katika uwezeshaji wa uzalishaji wa mafuta Iran. Gazprom wakaenda wakawekeza, kama mnakumbuka kwenye zile ziara za wakubwa zilitembea mwaka jana, wakaenda wakafanya uwekezaji mkubwa wa gesi na nini. Kwa hiyo walifanikiwa kwa hilo. Sasa ni kama Urusi anacheza mechi nje ya uwanja. Sasa unaposema kuwa namwekea vikwazo huku, bado huwezi kumwekea vikwazo kwa kiwango hicho ambacho unachofikiria wewe. Sasa walivyoteka ile meli, kama mnakumbuka, ya wiki 2 au zimepita, wiki iliyofuata Irani wakasiz meli vile vile kwenye pwani ya Oman, meli ambayo inahusishwa moja kwa moja na connection na hawa Philippines, lakini inahusishwa connection yake inakwenda mpaka Bangladesh, lakini inatajwa kuwa ilikuwa inafanya kazi ya Amerika na washirika wake. Irani kafanya nini? Kalipa kisasi kile cha meli ambayo ilitekwa. Unajua, unapojisahau kuwa we mwenyewe uko kwenye nyumba ya vioo, halafu upo kwenye nyumba ya vioo unatutukana sisi, halafu unavyotutukana unaturushia mawe, wewe umesahau kabisa kuwa wewe upo kwenye nyumba ya vioo. Siku tukirusha na sisi jiwe lazima hutosalimika. Yani kuna nchi moja ambayo mimi huwa inanishangaza sana, mfano kama nchi ya Imarati. Imarati ni nchi ambayo kwa kweli ni kioo, unaweza kusema. Nchi yoyote ikipata wazimu, mfano umeona kile kilichotokea kati ya Israeli na Iran kikatokea kwa Imarati, I say, unajua katika nchi ambazo zitadondoka duniani kwa hali ya juu itakuwa ni Imarati. Wahuthi waliwaonya wakati ule, endeleeni, hapa sio mbali hapa kwenu na tuna uwezo kufikia, hamna vifaa vya kuzuia makombora yasifike hapo kwenu. Waliwahi kuigusa Abu Dhabi kidogo, ikawa tishio kubwa sana. Lakini ukiangalia Imarati still anachokoza bado wenzake, yani yuko huku anafadhili, anapeleka, yani kasahau kabisa kuwa yeye amejenga nyumba ni ya vioo tupu na ambayo haina kinga, kuwa siku wenzako wakageukia kwako, wewe utakuisha kabisa kuliko wao, kwa sababu wao hawajawekeza kama ulivyowekeza wewe. Wewe umewekeza kwenye utalii zaidi. Yani ikitokea mashambulizi ya siku 2 tu watu wote wamekata kuingia Dubai, yani ule uchumi unaporomoka kuliko kiwango chochote. Sasa Irani akamkumbusha Marekani kuwa kama umesiz meli hapo kwenye pwani ya Venezuela, usisahau kuwa mfereji wa Hormuz ambao unakuwa kati ya pwani ya Omani na Iran, huu mfereji ninaumiliki mimi. Omani alishamwachia mamlaka yote Irani kutembea kwenye, wewe ndio utafanya ulinzi wa hili eneo. Wao wapo kidogo sana kwa patrol yao, lakini huu ni mfereji ambao una connect mafuta kutoka kwenye nchi nyingi ambazo ni washirika wa Marekani. Huu ni mfereji ambao unatajwa kuconnect karibu 22% ya mafuta yanayotembea duniani, huu mfereji. Sasa huu mfereji wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa Irani. Mnakumbuka kile kilichotokea wakati wa Houthi wanamiliki Bab el-Mandeb. Niliwahi kuambia Bab el-Mandeb ni lango ambalo Wahuthi walivyo seize meli zote wakasema kuwa hakuna meli itapita hapa. Matokeo yake yalikuwa nini? Fedha zilishuka. Unajua meli zikipita pale zinaenda zina crosses, zinaenda zinatokea Sharm el Sheikh au zinaenda zinatokea Suez Canal kule Misri, Iskandaria au Alexandria kule, zinaenda zinapita Suez Canal. Pato la Misri liliporomoka maradufu kwa sababu meli tena zilikuwa zinapita, wanaita njia ya matumaini. Unajua njia ya matumaini? Njia ya matumaini ni ile ambayo huingii kwenye Bab el-Mandeb. Yani ukitoka bahari ya Arabia ambayo ndio inakuwa Yemen, haukati kuingia kwenye Bab el-Mandeb, lile mlango ule huingii. Matokeo yake unanyosha, unaenda kupita Horn of Africa. Wapi? Horn of Africa. Unapita kwenye pembe ya Afrika, sasa hapo pembeni ya Djibouti, Eritrea na Somalia. Unakuja cross mpaka Afrika Mashariki. Unanyosha, unapita katikati ya Msumbiji, unakwenda kucrossia wapi? South Africa. Halafu unakuja unaingia upande wa pili. Unakuja kuanza kupanda sasa kwenda juu magharibi mwa Afrika, sasa kule Senegal, Gambia,
na kule nchi zingine Guinea, halafu utakuja uzunguke juu kabisa uje utokee Mauritania ambao ndio itakuja kuconnect sasa kwenye Sahara pamoja na Morocco, halafu unakuja unajiconnect kwenye bahari sasa, umezunguka ndio unakuja unatokea Mediterranean. Kama unataka kuelekea Ulaya au unataka kuja Middle East, hapa ndio utakuja. Inaitwa barabara ya matumaini au inaitwa njia ya matumaini, ambayo inaizunguka Afrika karibu yote. Unakwepa kuingia wapi? Bab el Mandeb. Hasara iliyopelekea Bab el Mandeb, bandari ya Eilat ilifungwa, ambayo ni sehemu inayokaliwa tu na Israel. Eilat, Rashrash, huu ni mji unaitwa Rashrash, mji wa Palestina unaitwa Rashrash, Waisraeli wanaita Eilat. Ni sehemu ambayo kuna pwani ambayo ilifungwa kabisa, kwa sababu hapakuwa tena na meli yoyote inayotia nanga pale. Sasa Marekani anajisahau kwa kuigusa Venezuela, kwa kusahau kuwa yeye washirika wake na biashara zake kubwa anazifanya kupitia mfereji wa Hormuz. Yani wewe ukiweka ugoko tuweke mguu, yani ndio ilivyokuwa. Wewe umeseize meli na sisi tunaseize, na tunakukumbusha zako ziko nyingi hapa na maslahi yako yako mengi, kwa hiyo cheza kwa step. Ndio ulimwengu umekuwa hivyo siku hizi, kuwa kila mmoja ana maslahi na wengine. Sasa kama una maslahi na kwingine, na sisi tunajua maslahi yako yako wapi, tutagusa sehemu ya maslahi yako vyovyote vile wewe ukigusa yetu. Angalia kilichotokea kile juzi niliwahadithia kuhusu Yemen, kati ya Saudi Arabia na Imarati. Nini walichokifanya? Mohammed bin Salman yuko Marekani, anamwambia Trump, maliza vita ya Sudani, chukua hatua kwa kile kinachoendelea Sudani. Imarati akamwambia, umeenda kunichongea, sawa, na wewe maslahi yako yako wapi? Yako Yemen. Akaenda akamwambia STC, chukueni Al-Mahra, chukueni yote na ile eneo lote lile la kusini mwa Yemen, na sasa wamechukua, hawataki kujiondoa kwenye hilo eneo. Yani unagusa changu, unagusa chako, ukiweka tunaweka. Ndio kinachotokea sasa. Marekani anasema kuwa Venezuela imeiba mafuta yake. Yani Venezuela, Maduro anatakiwa arejeshe kila kitu ambacho alikipora kwa Marekani. Wewe unadhani Marekani aliporwa nini? Ni kweli kuwa Marekani inaidai Venezuela mafuta, au ilichochukua ardhi na kila kitu, au ni wakati ule Trump alitishia kuchukua Panama, mnakumbuka? Anasema tutauchukua mfereji wa Panama. Kwa sababu gani? Kwa sababu Panama China anaichezea anavyotaka, hali ya kuwa China hakutengeneza Panama. Sisi ndio tuliowekeza nguvu na kila kitu. Panama ni nchi huru ambayo wewe ulifanya kazi kwa kulipwa, na mlijiondoa. Sasa kosa Marekani anaona kuwa mbona China anafaidika na mfereji wa Panama ambao sisi ndio tulidili nao kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mfereji ulianzishwa na walichimba Wafaransa, wakashindwa miaka fulani, Marekani wakauendeleza wakachimba, lakini walikaa wakachukua pesa wakafanya nini, ikafikia makubaliano wakauachia mfereji wa Panama ikaendelea. So huu ni wivu ambao Trump ameendeleza nao na kusema wazi kuwa yeye hivi sasa anachokitafuta ni hicho. Sasa kuna kile ambacho unaweza ukakiona haiepukiki kwa sasa, kuwa ni kama vile ndani ya Marekani, licha kuwa maseneta walipeleka mswada ambao wanasema wakumdhibiti Trump, kuwa hawezi kuingia kwenye vita ya Venezuela bila kupata amri ya bunge la Marekani, ni kama vile imefeli na imeshindikana, kuwa Trump hawezi kudhibitika ndani ya Marekani. Ni kwa sababu wale wanaoitaka Venezuela, yani unajua wa Marekani wanaoshikilia uchumi wa Marekani, raia wa Marekani wanaoshikilia uchumi wa Marekani, unaambia hawafiki 5%. Yani hawafiki matajiri ya 5%, lakini 95% wamekaa kuabudu wao. Sasa wanasema kibaya zaidi cha Marekani kuwa hawa matajiri wa Marekani ambao ni kakundi ka watu wachache, kina maslahi yao kisiasa, kuwa haka kikundi hakapo tu kwa ajili ya kufanya biashara kama nchi zingine. Unaona kuwa matajiri wanakuwa ni matajiri tu, au na biashara zao, masuala ya serikali ni masuala mengine. No, matajiri wa Marekani wanaingilia siasa na kuichezesha siasa wanavyotaka, yani upepo wa siasa unavyokwenda. Ndio shida ipo, kuwa wao maslahi yao yatazidi kuwa bora na Wamarekani watazidi kuwa maskini na watazidi kuwa slave, kwa sababu hawa matajiri ambao ni kakundi ka wachache kana uwezo kuingilia serikali. Mmeona alichokifanya Elon Musk wakati wa kampeni za uchaguzi. Aliwekeza kwa Trump, akaenda akatengeneza faida kubwa. Aliwekeza dola milioni 270 kwa kampeni za Trump. Alivyokuja akapata mabilioni ya dola, kafaidika kupitia uwekezaji wa Trump alivyoshinda. Akakaa pale na doji yake, wamekaa siku 2-3 na Trump, wamegombana, kaondoka. Still business zake zinarani kwa sababu kaingiza faida maradufu kupitia tu ile nafasi ya kuingia kwenye siasa. Lakini mara kadhaa ninawaambia, kama shirika la kizayuni la AIPAC linawekeza fedha, yani siasa ya Marekani inaendeshwa na wenye fedha.
ni tofauti kabisa na nchi zingine. Kwa hiyo Marekani, raia wa kawaida ndio ile wanakuambia kuwa we huwezi kutoboa, utapata hela ya kula, utapata maisha, utalipia nyumba, lakini kodi, yani huwezi kusema kuwa ukaweza kutoboa, ukapata chance ya kutoboa kuwafikia hao matajiri wengine waliopo huko. Kwa hiyo kale kakundi kama tajiri ndiko kanaitaka Venezuela hivi sasa wafanye biashara. Sasa ile nguvu ya umma hamna. Mnakumbuka niliwahi kuambia kuwa Marekani yenyewe wamekuja kugundua kuwa na wenyewe sio nchi huru. Raia wa Marekani wamekuja kugundua wao sio nchi huru hivi karibuni tu. Miaka yote walikuwa wanajua wao ni nchi huru ambao wanaweza wakaamua chochote, lakini kwenye hii vurugu ya Israeli na Hamas imewathibitishia wa Marekani kuwa nyinyi ni slave wa nchi fulani, kwa sababu wanaona kuwa serikali zao zilikuwa zinapokea amri kutoka Tel Aviv, inawashughulikia vile vile. Anachokiongea Netanyahu ndio kinakuja kufanyika ndani ya Marekani. Ndio maana ukaona kuwa harakati kubwa za Wamarekani wanataka uhuru wao. Yani leo wamekuja kugundua kuwa wao sio raia huru, wao ni watumwa wa nchi fulani. Sasa hivi wanakimbizana kwenda kutafuta uhuru. Hao ndio wa Marekani. Trump anataka Venezuela irudishe mali na mafuta na ardhi ambayo waliiba kutoka kwa Marekani. Kwa hiyo ndio maana wamepigwa mzingiro mbaya zaidi ambao wanasema kuwa huu ni mzingiro, hatutoacha lolote kwa dalili zozote. Hii ni katika ile kusema kuwa wanataka waiminye sana serikali ya Venezuela. Rahby Digital, haki na ukweli.